Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa SRM Gospel TV, ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninakukaribisha kwenye mafundisho mazuri kabisa ya neno la Mungu, na siku ya leo ambayo Mungu ametupa, ninakukaribisha uweze kutazama chaneli yetu na usubscribe kwenye chaneli yetu ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo tunarusha kwenye chaneli hii. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Ninakushukuru kwa ajili yangu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu mahali popote alipo. Asante kwa nafasi ya pekee uliotupa kwa ajili ya kujifunza somo hili zuri linalohusiana na ardhi. Tunakuomba utupe kibali, tunakuomba utupe neema yako. Tunapojifunza, Roho wako Mtakatifu aendelee kuzungumza nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo lenye kichwa kinachosema kuombea ardhi. Kuomba uponyaji wa ardhi ili ikupe kile unachotakiwa kupewa. Kuomba uponyaji wa ardhi ili ikupe kile unachotakiwa kupewa. Kwa nini tunaombea ardhi? Kwa sababu tunataka ardhi iwe huru. Tunataka ardhi iwe safi. Tunataka ardhi iweze kutoa matunda kwa mwanadamu, lakini pia itoe matunda kwa Mungu aliyeiumba. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ardhi inaweza ikaugua. Kuna wakati mwingine ardhi inaweza ikapata shida, ikachafuka. Tunasema kwa staili hiyo inahitaji uponyaji. Ikipata uponyaji, mbingu zinasimama kuachilia kile ambacho unatakiwa kukipata kwa wakati ule. Uweze kupata mazao, uweze kufanya biashara na kuona faida, uweze kufanya kazi na kuona matunda ya kazi yako. Lazima uhakikishe kwamba ulimwengu wa roho wa ardhi umekaa sawasawa kwenye maisha yako. Ardhi imekuwa ni kila kitu kwenye maisha toka uumbaji ulipoanza. Ardhi imekuwa ni kila kitu. Tuangalie kwa pamoja kitabu kile cha Mwanzo, mlango ule wa 2 mstari wa 7. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa nini Mungu ameamua kutumia udongo kwa ajili ya kumleta mwanadamu? Ni kwa sababu kuna uhusiano kati ya ardhi na mwanadamu mwenyewe. Mwanadamu amepewa jina la Adam. Neno Adam ni neno la Kiebrania lenye linalotamkwa Adama, lenye maana ya udongo, ardhi. Kwa hiyo mwanadamu amekuja hapa duniani na jina lililotoka kwenye udongo ambalo Mungu mwenyewe ndio amempa. Wewe ni udongo, wewe ni ardhi. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kutoka katika ardhi. Sasa ardhi ikiharibika, ni mwanadamu ameharibika. Mwanadamu akiharibu ardhi, ameharibu maisha yake yote. Ardhi ikiharibika, uchumi unaharibika. Ndio maana leo tumesema kuna umuhimu wa kuombea uponyaji kwenye ardhi ya mahali tulipozaliwa, mahali tunapoishi, mahali tulikosoma, mahali tunakosoma, mahali tunakofanyia kazi, mahali tunakofanyia biashara, mahali tunakolima na mahali tunapofugia. Lazima tusemeshe
tuachilie uponyaji kwenye huo udongo, ili huo udongo uruhusu baraka za Mungu, uruhusu maongezeko, uruhusu neema, uruhusu kibali, uruhusu upako na baraka za Mungu zisimame kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ardhi inaweza ikatunza pia kumbukumbu za kuzaliwa, kwa sababu kama mwanadamu ametoka kwenye ardhi, ardhi pia inaweza ikatunza kumbukumbu za kuzaliwa kwako. Kwa hiyo mahali ulipozaliwa kule kijijini, ardhi inajua umezaliwa hapo. Ndio sababu ukienda hospitali watakuuliza wewe unatoka wapi. Wanataka wajue mahali ulikozaliwa, ardhi ulikozaliwa, udongo uliokuleta. Utasikia mimi ni mzaliwa wa Tanga, mimi ni mzaliwa wa Arusha, mimi ni mzaliwa wa Kilimanjaro. Kwa nini? Kwa sababu ni mahali, udongo ulikozaliwa. Ukienda kwenye mataifa, kwenye levo ya kitaifa, utasema wewe ni Mtanzania. Kwa nini? Umezaliwa kwenye nchi, kwenye ardhi ya Tanzania. Ukienda Kenya, kama wewe ni Mkenya, utasema wewe ni Mkenya. Akija Marekani kutoka nchi yake ya Marekani akaingia Tanzania, na yeye atasema yeye ni Marekani. Kwa nini? Mahali alikozaliwa inatunza kumbukumbu ya eneo hilo. Sio hivyo tu, ukijenga nyumba kule Dar es Salaam kwenye eneo la kwenu, eneo lako litaitwa kwa jina lako, nyumbani kwa fulani, shambani kwa fulani, duka la fulani, eneo fulani. Na kuna maeneo pia yamepewa majina kulingana na umaarufu wa watu wanaoishi mahali hapo. Kwa hiyo ardhi inatunza kumbukumbu. Kama leo Adam angekuwepo duniani, angeelezea jinsi alivyotolewa na Mungu kutoka kwenye udongo. Lakini ule udongo ukapuliziwa pumzi, ikawa nafsi hai, akawa mwanadamu anayeishi, ambaye leo anaonekana ni mimi na wewe. Sisi ndio mfano wa Adam kwa leo. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo tumefanywa kutoka kwenye udongo. Asili yetu ni udongo. Maisha yetu yametoka kwenye udongo. Jambo la pili, Mungu alimpa mwanadamu, pamoja na kwamba amemtoa kwenye udongo, alimpa wajibu wa kuihudumia na kuihifadhi na kuilinda na kuitumia ardhi. Kwa hiyo ardhi imepewa mamlaka ya kutoa huduma kwa mwanadamu, na mwanadamu kuitunza ile ardhi ili iweze kukaa kwa muda na itoe matokeo kwa mwanadamu na matokeo kwa Mungu. Kwa hiyo ikitokea ardhi imeharibika, ikitokea ardhi imepata shida, maisha ya mwanadamu, maisha ya maendeleo yanaharibika. Kwa nini? Udongo umeharibika. Adama ameharibika. Angalia kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Kwa hiyo umepewa urithi wa kwanza aliopewa mwanadamu ni ardhi. Anapewa udongo aweze kulima, aweze kutunza, aweze kuzalisha. Hiyo ardhi uliopewa na Mungu, lengo la wewe kupewa hiyo ardhi ni ili uweze kulima na kuitunza. Upande hapo mzabibu ule matunda yake, ujenge nyumba hapo uweze kuishi kwenye hilo eneo, ufanye mambo yako na uweze kufanikiwa mahali ulipo. Mungu amekupa kama urithi wako.
Lazima ifikie hatua ya wewe kujiamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kwenye udongo ambao umepewa. Angalia kitabu kile cha Isaya mlango wa 65 mstari wa 21 hadi wa 24. Anasema, nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Ninachotaka uone hapa, Mungu ameruhusu kwenye ardhi uliopewa uweze kufanya kitu na ule matunda yake. Mungu hawezi kukupa ardhi akakuambia ulime lakini asikupe mazao. Anapokupa ardhi ulime, anataka upate matunda, anataka uone matokeo, anataka uone faida. Unapoweka biashara kwenye kijiji fulani, kwenye kata fulani, kwenye tarafa fulani, kwenye wilaya fulani, kwenye mkoa fulani, uhakikishe kwamba umemwadhimisha Bwana kwenye huo udongo, ili yeye akuruhusu ujenge na ukae ndani, ufanye biashara na ule matunda ya hiyo biashara, ufanye kazi na uone faida ya hiyo kazi. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ardhi ikiharibika, utaona viashiria vichache ambavyo vinakuambia ardhi imeharibika. Kiashiria mojawapo, ardhi inakuwa chini ya utawala wa laana. Kila unachokipanda huwezi kuona matunda yake. Kwa nini? Kwa sababu udongo umelaaniwa, ardhi imelaaniwa, matunda ya ile ardhi haijaruhusiwa tena. Kwa nini? Laana ikisha kuwepo mahali fulani, udongo hauwezi kuzaa. Lazima ifike mahali Mungu anakupa neema ya kuibariki ardhi, ya kutengua laana iliyoko kwenye ardhi, ili wewe uruhusiwe kulima, uruhusiwe kuona faida, uruhusiwe kuona matunda, uruhusiwe kufanya biashara. Haleluya, haleluya. Hebu tuangalie kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 3. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mungu amekupa ardhi uilime, lakini ardhi hiyo ikichafuka kwa sababu ya wewe kusikiliza sauti ya miungu, sauti ya vitu vibaya, maandiko yanasema ardhi italaaniwa kwa ajili yako. Kinachopigwa kwenye maisha yako baada ya wewe kukiuka utaratibu wa Mungu aliyekupa udongo, aliyekupa ardhi, Mungu aliyekupa ardhi, kitakachopigwa kwanza ni uchumi wako kupitia ardhi. Yaweza kuta unaishi kwenye ardhi ambayo ilishawahi kupokea damu. Unaishi kwenye ardhi ambayo kuna watu wameuawa kwenye hilo eneo, na zile damu zinapiga kelele kwenye hilo eneo, ardhi ikalaaniwa, ardhi ikapigwa. Kwa hiyo badala ya ardhi kutoa mema, ardhi inatoa mabaya, inatoa mapooza. Unalima mahindi, unapata kidogo badala ya kupata vile viwango ambavyo Mungu ameruhusu. Unalimitiwa katika mapato yanayotoka kwenye udongo. Kwa hiyo hicho ni kiashiria cha kukuambia kwamba hapa udongo wa hali ya hewa ya udongo wa mahali hapa, hali ya kiroho imeharibika.
Kwa lazima ifike mahali wewe kama muombaji usemeshe udongo, usemeshe ardhi iweze kukubali yale ambayo Mungu ameyakusudia yazaliwe kwenye hilo eneo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu kile cha nabii Isaya, anazungumza habari ya nchi ikitiwa unajisi, inachafuka. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 24 mstari ni ule wa 5 na wa 6. Isaya mlango wa 24 mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia hii wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Kazi ya laana kwenye udongo ni kula maisha ya watu. Watu wanakufa wakiwa na umri mdogo, watu wanakufa kwa magonjwa, aina fulani ya magonjwa tu yanayoangamiza. Naweza shangaa mtu anatapika tu damu kwenye kijiji kizima, watu wanaokaa hapo ikifika msimu fulani wanatapika damu, watu wanakufa. Au wakawa wanakufa watu wa umri fulani tu. Ni ardhi imenajisiwa. Ni kiashiria hicho kinachokuambia hali ya kiroho ya ardhi si salama. Unaweza shangaa watoto wa jinsia fulani wakizaliwa wanakufa, ardhi haiko salama. Anasema watu wa nchi hiyo, kwa kuwa nchi yao imelaaniwa, wameteketea, watu wamebaki wachache. Unaweza shangaa watu vichwa ndio wanaokufa, ardhi imepigwa kwenye hilo eneo. Ndio maana kwenye somo hili ni lazima kila mtu aingie kwenye maombi, kuomba rehema kwa ajili ya ardhi. Ardhi iliyotunza kumbukumbu, iliyotunza akiba ya laana, iombewe ianze kutunza akiba ya baraka. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uombe. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. Mwanzo mlango wa 4, angalia mstari wa 10 hadi wa 12. Mwanzo 4:10 hadi 12. Neno la Mungu linasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Ninachotaka uone hapa, huyu ni Kaini. Alimuua ndugu yake kwa sababu ya wivu wa mawasiliano kati yake na Mungu. Aliona kwamba ndugu yake huyu Habili, mbingu zinampokea akitoa sadaka, sadaka yake inakubalika. Akifanya ufugaji wake unakubalika. Akifanya kazi zake zinakubalika. Uwezo wake ulikuwa una kibali mbele za Mungu. Basi akaamua kumuua ndugu yake. Amemuua ndugu yake, ardhi ikapigwa kwa ajili yake. Akaambiwa, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyopokea damu ya ndugu yako, iliyofungua kinywa chake ikapokea damu. Kwa hiyo kumbe ardhi inayo kinywa inaweza kupokea damu, inaweza ikaongea, inaweza ikapiga kelele. Unaweza ukaingia kwenye mji fulani,
ikaratibisha mfumo wa maisha yako. Ardhi ikakataa usifanye biashara hapo, ardhi ikakataa usifanye kazi hapo. Kuna watu ambao wamekataliwa kwenye eneo, umeajiriwa mahali fulani, ardhi inapiga kelele, hawakutaki kwenye ajira. Ardhi imebeba mambo mengi. Unaweza kuta ardhi ambayo imepokea damu za watu, ikawa inaongea tu mabaya, inaongea laana. Uwe na uhakika ardhi hiyo, kama damu hizo, kama kelele hizo hazitanyamazishwa kwa kutumia damu ya Yesu, zile kelele zitaleta madhara kwenye jamii inayoishi hapo. Kwa lazima ifike mahali kila mmoja aombee ardhi kwa kuinyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu pekee ndio imekuwa qualified kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ya kufuta na kunyamazisha sauti za kila aina ya uovu duniani. Hiyo ndio damu ya Yesu ambayo ndio bora, inayoweza kufuta laana, inayoweza kufuta mauti, inayoweza kufuta na kunyamazisha kelele za damu za watu zinazolia kwenye udongo. Ndio maana kwenye somo hili baadaye tutaona namna ya kunyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi ili uweze kuikomboa ardhi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, laana inaweza ikasababishwa na matokeo ya dhambi, sio tu ya umwagaji wa damu, lakini dhambi zingine. Watu wanaweza wakakataa kumtumikia Mungu, ni dhambi. Watu wanaweza wakafanya maovu mengine, ardhi ikatunza ile kumbukumbu ya maovu kwenye hilo eneo, na ardhi isiruhusu chochote kufanyika hapo. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, usipojua pia kutubu kwa ajili ya udongo, kwa ajili ya ardhi ya mahali ulipozaliwa, mahali ulipo, mahali unapofanya kazi, unaweza ukapata changamoto kubwa sana. Kwa hiyo unapofika kwenye udongo, hatua ya kwanza ni kuomba rehema kwa ajili ya ule udongo, kwa kutumia damu ya Yesu, ili kunyamazisha uwezo na sauti ya miungu iliyoko hapo, alafu uweze kuruhusu baraka za Mungu zipite kwenye udongo. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu kile cha nabii Hagai. Kitabu cha nabii Hagai mlango wa kwanza mstari wa 10 na wa 11. Nabii Hagai mlango wa kwanza mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema, basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nimekuambia kila mahali unapokuta nchi ujue ni ardhi. Mstari wa 11, nami nikaita wakati wa joto uje juu ya ardhi, na juu ya mlima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi au ardhi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Hapa anazungumza habari ya ardhi iliyolaaniwa, nchi iliyolaaniwa. Anasema ya kwamba nchi ikishalaaniwa, mbingu hazitatoa mvua, lakini nchi haitazaa. Utaotesha kitu chochote kitafia hapo chini, akiruhusiwi kuzaa, hata kama imekaribia kuzaa. Unaweza shangaa unaotesha mahindi, yanakuwa kabisa yanakaribia kuiva, yasiive, yasizae, ukabaki kuambulia mabua. Ardhi, mbingu zikishazuiliwa isitoe umande au mvua, maana yake na ardhi imezuiliwa isizae, kwa sababu kuna mawasiliano kati ya ardhi na mbingu. Zinazungumza hizo, zinaongea. Ardhi ikiwa na kiu ina uwezo wa kupeleka taarifa kwenye mbingu, mbingu zikaachia mvua. Na ardhi ikiharibika inawasiliana na mbingu, mbingu isitoe mvua. Haleluya, haleluya. Kwa lazima ifike mahali ambapo unaombea udongo, udongo uweze kukubali neema ya Mungu iliyoko juu yako, kibali cha Mungu iliyoko juu yako, joto liondoke, kazi ya mikono iweze kubarikiwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu kile cha Hesabu mlango wa 13 mstari wa 32. Hesabu mlango ule wa 13 mstari wa 32. Tuangalie taarifa ya wapelelezi. Wale wapelelezi, maandiko yanasema wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile ardhi walioipeleleza. Wakasema ile ardhi tuliyopita kati yake ilikuwa ili kuipeleleza ni ardhi inayowala watu wake, watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Ile ardhi, kumbe kuna ardhi inayoweza kula watu wake. Watu wanaliwa, wanachemshwa supu. Wewe unaona mtu kijana mzuri kabisa amekuwa, lakini anakufa ghafla. Ndio anamaliza chuo kikuu ili aanze kuingia kwenye ajira, anakufa. Ardhi inakula wasomi. Unaona mainjinia kwenye taifa, mainjinia wakubwa wenye uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye nchi, lakini wanapigwa, wanabakizwa vilaza. Wale ambao hawana uwezo ndio shetani hana shida nao. Wale wenye vipawa na karama za juu wanapigwa na kupeperushwa. Unaona mtu kazini ameajiriwa, mwenye uwezo, ana vita vikali mpaka anaondoka kwenye ile kazi. Kwani shetani hataki maendeleo ya hiyo kampuni, shetani hataki maendeleo ya hiyo taasisi, anapeperushwa. Inakula watu, ardhi inakula watu wake. Unaona watu muhimu sana kwenye taifa, watu wanaotegemewa, ndio wanaopotea, ndio wanaopotezwa. Unaona mazingira yale, shetani hataki kuruhusu kabisa maendeleo. Ardhi ikishapata shida inakula watu wake, inatafuta wenye uwezo, ndio wanapigwa kwenye ulimwengu wa roho. Lazima ifike mahali tuombe kama waombaji, tukataa hiyo roho inayokula watu. Pamoja na kwamba taarifa hii ilikuwa ni taarifa mbaya ya matisho, ya kuwatisha wana wa Israeli ili wasikatishe kwenye ule udongo, maana ile nchi inakula watu, wasije wakafanywa chakula. Lakini Mungu alikasirika na taarifa hizi. Kuna saa Mungu anahitaji tukishajua ardhi imeharibika, sio tukimbie ardhi. Anataka tuisemeshe ardhi iweze kutukubali sisi. Ndio maana waliambiwa, kila mahali mtakapokanyaga kwa miguu yenu nimewapa. Wewe umepewa maeneo yote, umepewa mazingira yote. Shetani anakutisha huwezi kufanya biashara, shetani anakutisha huwezi kufanya kazi. Kwa nini? Kemea shetani akimbie, sio wewe ukimbie shetani. Usifunge hiyo biashara, fanya biashara hapo, hata kama kuna vita, hata kama kuna wachawi, wasemeshe kwenye ulimwengu wa roho, watakimbia. Watasema hatuwezi kuishi hapa, kwa sababu yupo mtu mwenye uwezo ambaye ni wewe. Yupo mtu mwenye mamlaka ambaye ni wewe. Umepewa huo udongo, umiliki huo udongo. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye mipaka, nyunyiza damu ya Yesu katikati ya hilo shamba. Semesha shamba, liambie lazima uzae matunda, na lenyewe litazaa. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Ardhi yoyote itakayoombewa lazima ipate kibali cha Mungu. Lazima uombee ardhi ya mahali ulipo. Ombea ardhi ya mahali unapoishi. Ombea ardhi ya mahali unakofanya biashara. Ombea huo udongo, mbingu ziweze kufunguka na uone matokeo makubwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka niombe pamoja na wewe kwa dakika chache kwa ajili ya hiyo ardhi ya mahali ulikozaliwa, kwa ajili ya hiyo ardhi ya mahali unakoishi, kwa ajili ya hiyo ardhi ya mahali unakofanya biashara. Ninaisemesha hiyo ardhi. Ninajua ina masikio, ninajua ina macho, ninajua ina kinywa, inasikia mahali ulipo. Wewe gusa tu udongo wa mahali ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaamuru damu yako ya thamani, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ninainyunyiza kwenye eneo ambalo huyu mtazamaji wangu anaishi, mahali alikozaliwa, mahali anakofanya biashara, mahali anakofanya kazi. Ninanyunyiza damu ya Yesu. Roho ya mapooza,
roho ya mauti itoke hapo, iachie maisha yao, iachie kazi yao, iachie biashara zao, iachie utumishi wao, iachie mafanikio yao, iachie maendeleo yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho ya magonjwa haina mamlaka juu yako. Magonjwa yaliyoamriwa yaje kwako kwa njia ya udongo, kwa njia ya hali ya hewa ya eneo, kwa jina la Yesu tunayapiga hayo magonjwa, yaondoke juu ya maisha yako, upate uhuru sasa wa afya, ardhi yako iwe safi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usikose kwenye sehemu ya pili, na Mungu akubariki sana.